ya wanachama wa Young Africans kutoka mkoani Iringa amejipanga kwenda kuwashtaki bodi ya ligi, mwanachama wa Yanga. Yes, mwanachama wa Yanga. Sikia, anaitwa John Marwa, Samuel John Marwa. Yeye nimezungumza naye kutoka Iringa. Tumsikilize hapa nini hasa ambacho kimemfanya awe na dhamira hiyo ya kuiburuza bodi ya ligi pamoja na TFF mahakamani. Huyo hapa. Labda nisiseme mambo mengi sana, niseme jambo moja tu kwamba kwenye hiyo barua kuna mwanasheria wangu yuko hapo Nadhani ni vizuri wakapigiwa wakaeleza zaidi, lakini barua hiyo ni kusudio la kuishitaki bodi ya ligi, bado hatujaishitaki. Kwa hiyo tumewapatia mambo ya kufanyia kazi ili wao watekeleze. Wasipotekeleza tutaendelea na hatua zaidi, lakini naomba sana mzungumze na mwanasheria na kisha mimi nikitulia naweza kuelezea mambo machache kama inawezekana. Na hiyo barua umeandika kama wewe peke yako ama na wanachama wengine wa Young Africans wakati tunamtafuta mwanasheria wako? Ni initiative yangu mwenyewe. Haihusiani na wanachama wengine, lakini naamini ina support ya wanachama wengi sana wa Young Africans, hasa kutoka Iringa. Na madai yako hasa makubwa ni yapi? Madai makubwa ni kwamba kwanza tunataka TFF iwaaward Yanga pointi 3, lakini pia tunataka ilipe gharama za wananchi wote waliosafiri kutoka maeneo mbalimbali kwenda kuona mpira na ambao uliahirishwa kinyume na kanuni. Hayo ndio madai makubwa, lakini pia kuna dai kubwa ambalo nadhani halionekani katika barua hiyo. Tunataka mpira wa nchi hii usiendeshwe kwa mazoea. Mpira wa nchi hii uendeshwe kwa kanuni. Kanuni hizo zisipendelee Yanga wala Simba wala timu yoyote. Kama unatengeneza kanuni na hauwezi kuzisimamia, sisi tunataka kama TFF itaenda kinyume, tutakwenda mahakamani kwenda kupata tafsiri ya hizo kanuni walizozitengeneza, lakini pia tutazuia mpira kuchezwa mpaka pale tutakapokuwa na kanuni sahihi. Hilo ndio dai kubwa lililojificha nyuma ya hiyo barua. Kwa hiyo issue inaweza isiwe gharama, issue inaweza isiwe pointi 3 za Yanga, lakini tunataka uadilifu na umakini katika usimamizi wa soka, kwa sababu kuna watu wanaweka pesa zao nyingi ukiachia hao wafadhili wakubwa, lakini tuko sisi wananchi wadogo ambao tunajichanga siku nenda siku rudi na kuingiza hela zetu katika mpira kwa namna moja au nyingine. Kwa hatuwezi kukubali kuendelea kuchezewa namna hiyo na watu ambao wanadhani hawagusiki. Tuna sheria katika nchi hii na tutaitumia sheria ya nchi hii kuwafanya wawe na adabu, hakikisha wanasimamia mpira wa nchi hii vizuri. Lakini unajua kwamba masuala ya mpira kuyapeleka mahakamani haiko sawa. FIFA hawataki. Iko sawa, na hilo ndio linaloharibu soka la nchi hii. Iko sawa kwa wao ambao ni viongozi wanaosimamia mpira, lakini kwa sisi wananchi iko sawa, hasa pale ambapo kanuni na sheria na taratibu zinavunjwa. Kwa hiyo tusipotoshwe. Iko sawa, hiyo sheria inawabana wao wanaocheza mpira. Mimi sio Wasafi Soap, usafi kama wote.